Na mimi niendelee kuwashukuru sana wenzetu wa CRDB kwa sababu leo hii mmeonyesha jinsi gani ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kuwasaidia wananchi wa taifa hili. Na tumejionea mikopo hii inapopita katika benki yenu inakuwa haina ubabaishaji. Fedha inatoka kwa haraka, inapatikana kwa wakati ambao umekusudiwa na viongozi na wananchi wale husika kwenda kupata fedha hiyo. Kwa kweli tunawashukuru. Tupelekeni salamu kwa mkurugenzi wenu mkuu, kwa hakika anafanya kazi kubwa ya kusaidia Mheshimiwa Rais. Mwisho kabisa, kwa kumalizia, ndugu zangu wananchi, tumejionea vijana wetu walipo tupo wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha wanatengeneza fanicha mbalimbali. Na jambo la kufurahisha kwa vijana hawa, kwa kweli wanafanya kazi ambayo wanaitekeleza na wana azma kumsaidia Mheshimiwa Rais. Kwa sababu leo hii vijana hawa wanatengeneza malezi, wanatengeneza madawati, wanatengeneza na furniture mbalimbali. Lakini jambo la kufurahisha, vijana hawa wameweza kutii maagizo ya serikali kwa kujiunga na mfumo wa NeST kupitia gazeti la BPRA. Ndugu vijana, sisi tunawashukuru. Endeleeni kutumia mfumo wa NeST kwa sababu mfumo huu kwa faida ya wananchi walioko hapa. Mfumo huu wa NeST umekuja baada ya serikali kuona ule mfumo ambao tulikuwa tunatumia mwanzo, mfumo wa TANEX, ni mfumo ambao ulikuwa hatuna usalama wa taarifa zetu. Hivyo serikali kupitia BPRA ikaja na mfumo huu wa NeST, jambo ambalo kwanza unarahisisha mahitaji, pili taarifa zetu tunakuwa na uhakika wa kutunzwa katika maeneo yaliyo salama, lakini pia hauna ubabaishaji wa kupata tenda kwa ufasaha. Kwa sababu serikali leo hii tenda zote, ikiwa za serikali, ikiwa za taasisi binafsi, lazima zipitie katika mfumo wa NeST, kwa sababu huko ndiko tutapata taarifa na wataalamu sahihi. Langu naitwa Muhumuliza Buberwa, mimi ni meneja wa kanda ya Dar es Salaam kutoka benki ya CRDB. Leo tunayo furaha kubwa sana kuwepo hapa kwa ajili ya kushuhudia tukio kubwa ambalo limetoka kufanywa hivi karibuni na Mwenge wa Uhuru. Tumeshuhudia kwamba kiongozi wetu wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2025 ametoka kutuzindulia rasmi mradi mkubwa sana ambao umetekelezwa na kundi la Ulipo Tupo. Kundi hili ni mojawapo ya makundi ambayo yamekuwa supported, ambayo yamepewa mikopo na benki ya CRDB, na hii kumbuke kwamba ni mikopo ambayo imetolewa na benki ya CRDB kupitia CRDB Bank Foundation, lakini nyuma yake ni mikopo ambayo imetolewa na serikali kupitia mpango mpya, mpango wa jumuishi ambao benki ya CRDB kama mnavyofahamu ni benki ambayo imepewa dhamana hii ya kuweza kudisburse, kuweza kutoa mikopo kwa vikundi ambavyo viko ndani ya wilaya mbalimbali ikiwemo wilaya ya Ilala. Na itakumbukwa pia kwamba wilaya ya Ilala imetenga zaidi ya bilioni 18 kwa ajili ya kutoa mikopo katika makundi ya vijana, makundi ya walemavu, lakini pia imeweza kutenga mikopo, imetenga kiasi hiki kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanawake. Kwa hiyo na leo tunashuhudia kwamba benki ya CRDB kama kauli mbiu yetu inavyosema kwamba ni Ulipo Tupo. Tumefurahi pia kuweza kushiriki utoaji wa mikopo katika kundi ambalo nalo limejiita Ulipo Tupo. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba ni coincidence nzuri sana na ni mashirikiano mazuri sana baina ya benki ya CRDB na serikali yetu. Kwa hiyo pia nipende kuchukua fursa hii kwanza kushukuru sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mpango huu mzuri wa kusapoti walemavu, kusapoti vijana, kusapoti wanawake, lakini kubwa zaidi kwa uchaguzi wa benki ya CRDB ambao tunashirikiana na halmashauri za majiji na manispaa pamoja na wilaya katika utoaji wa mikopo hii. Nipende pia kuendelea kuwashauri na kuwatia shime vikundi vyote ikiwepo kikundi cha Ulipo Tupo kuhakikisha kwamba wanatumia pesa hizi kwa malengo ambayo yamekusudiwa, na sisi kama benki ya CRDB tutaendelea kuwa pamoja nao, tutaendelea kushirikiana nao, hatutawaacha. Ulipo Tupo, walipo wao, CRDB Bank tupo. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kimepatiwa mkopo jumla ya shilingi milioni 150 na tutaweza kuona kwamba mradi wao ni mzuri. Nafikiri wote tumeweza kuona mradi wao mzuri sana. Ni kikundi ambacho kimeshaaminiwa na wilaya nyingi sana, limeweza kupewa kazi nyingi sana za kufanya, wameweza kutengeneza madawati na kutengeneza furniture za aina mbalimbali. Kwa hiyo ni kundi ambalo tunaamini litaenda kuwa kundi la mfano hata kwa makundi mengine.
lakini niendelee kuwakumbusha wananchi wote kwamba mikopo hii inatolewa ya serikali, lakini imetolewa kupitia benki ya CRDB na ni mpango mzuri ambao umeweka na serikali yetu, na sisi benki ya CRDB tuko nyuma ya serikali yetu kuhakikisha kwamba tunaisimamia mikopo hii inaweza kuleta tija kwa makundi ambayo tunayasupport, ambayo serikali pia imeyasupport, lakini kubwa zaidi ili hizo pesa ziweze kurudi na kusaidia makundi mengine. Kwa majina naitwa Ali Mvunyo Kondo, ni mwenyekiti wa kikundi cha Ulipo Tupo Furniture Group. Hiki ni kikundi cha vijana kilicho kata Segerea, wilaya Ilala, Dar es Salaam, Tanzania. Binafsi sisi tunajishughulisha na uzalishaji wa furniture mbalimbali ikiwemo za maofisini, majumbani na za mashuleni. Kwa sasa tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6 Mama Samia Suluhu Hassan kwa kurudisha mikopo hii ya 10%. Sisi ni miongoni mwa vijana wanufaika wa mkopo huo. Kwa sasa tumepatiwa milioni 150 kwa ajili ya kwenda kuboresha mradi wetu, haswa kwa ununuaji wa mashine, kulipa mishahara ya wafanyakazi pamoja na kuboresha miundombinu ya mradi wetu. Kimsingi hapa ofisini kwetu tulianza kikundi wa 5, tulianza taratibu, lakini sasa tunamshukuru Mungu tumeweza kuajiri wenzetu, vijana wenzetu 50, wanaume 45, wanawake 5. Lakini pia mara baada ya kupata mkopo huu sasa tunao uwezo wa kutanua wigo wa ajira kwa vijana wenzetu kutokea 50 na tunafikiria kuajiri watu wasiopungua 300. Naamini kwa pesa hii tunaweza kuwa na uwezo wa kuzalisha kwa wingi. Kwa hiyo tunahitaji kuongeza vijana wenzetu kwa ajili ya kuungana na kutengeneza majukumu ya kumunga mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nitoe rai kwa vijana wenzetu. Vijana tumekuwa tunalalamika ajira hamna, lakini Mama Samia Suluhu Hassan amekuja na suluhu la changamoto ya ajira kwa vijana. Niwashauri vijana wenzangu kote nchini tujitokeze kwa pamoja, tuunde vikundi kwa ajili ya kukimbilia fursa hii ya mikopo. Hii mikopo jamani inatolewa. Sisi ni mashuhuda wa wanufaika wa mikopo hii ya Mama Samia. Kwa hiyo vijana wenzangu, jitokezeni, tuungane pamoja, tutoke vijiweni, tufanye kazi ili tujenge taifa imara lenye mafanikio.